Lakini cha mwisho, napenda kutumia fursa hii, siku ya maadhimisho ya miaka 33 ya chama chetu na siku ya kumbukumbu ya kumwaga mzee wetu aliyepotea, mzee Edwin Mtei, kusema hivi: alianzisha chama hiki kikiwa kidogo sana. Ndoto yake ilikuwa ni kuona Chadema inashinda dola. Wale tuliokuwa kwenye ukumbi wa Kiramu mwaka 2009 siku ya mkutano mkuu wa chama, Makenji nafikiri alikuwepo, sijui kama sina kumbukumbu vizuri, mwaka 2009 sijui wangapi walikuwepo pale Kiramu kwenye, mama alikuwepo. Mzee Mtei alipoitwa jukwani kuzungumza, mimi nimefanya naye kazi, nimekuwa naye kwenye kamati kuu. Alikuwa mzee sana na amehudhuria vikao vichache sana tangu nilipoingia kwenye kamati kuu mwaka 2011 kwa sababu ya umri. Lakini alipoitwa jukwani, ameona watu wamekaa kwenye ukumbi, alilia. Akasema Chadema tulioianzisha ndio imekuwa kubwa hivi. Akashindwa kuvumilia, akawa analia wote na Bob Makani. Nataka nitumie fursa hii kwa wanachama wa Chadema na kwa nchi nzima kuambia ndoto ya mzee Mtei kuona chama hiki kinakuwa chama kikubwa zaidi imetimia. Sisi ni chama pekee nchi hii, wala sio cha kulinganishwa na CCM. Hiki ndio chama kikuu cha nchi hii, sio chama kikuu cha upinzani, chama kikuu kwenye nchi hii. Ndio chama pekee. Namna ya kukidhibiti ni kutumia jeshi na polisi, lakini kwenye hoja na ushindani hakuna chama kinaweza kushindana na chama chetu. Na kwa hapa tulipofika, ushindi uko kwenye eyesight, uko kwenye, ungeweza kusema ushindi upo pale macho yasipofikia. Ushindi uko kwenye eyesight. Nataka niwahakikishie, kwa muda ambao sisi tunaongoza chama hiki, tutakipeleka kwenye nafasi ya kwenda kushinda dola na kutimiza yale ambayo wazee wetu waliyatamani kuona yanatokea. Hatutafanya usaliti, hatutamwonea mtu aibu. Kama ni nyeupe tutakwambia ni nyeupe, kama ni nyeusi hatutaipamba pamba kwamba ina rangi kama brubru hivi, au tutasema hii ni nini? Nyeusi. Na hatutapigia magoti udhalimu. Na tunataka kutumia nafasi hivi pia kuambia serikali, nchi hii sio mali ya Rais Samia, wala sio mali ya kikundi cha watu wachache wanaotumia nafasi ya dola kuteka watu, kuumiza watu, kusilence watu, kuumiza hata viongozi wa dini wanaokuwa na mawazo tofauti na wao. Sio mali yao. This country belongs to us all. Ni nchi yetu sote.